Baba Mungu, katika jina la Yesu, jina lililotukuka, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Mungu, watoto wako asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo ya unyenyekevu. Baba, tunatamani tulisikie neno lako la uzima, neno lako ambalo ni amini na ukweli, neno linalotujenga, neno linalotuimarisha. Kila falme ambazo ni kinyume na mpango wako zikanyamaze kimya. Watoto wako Mungu, tukapate kupokea yale unaosema nasi. Mungu mwaminifu, tunajiachilia mikononi mwako. Sema nasi kwa lugha iliyo nyepesi. Malaika wa zamu ashuke, akamguse kila mmoja, akapokee sawasawa na mapenzi yako. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu. Amen. Neno la leo tunalipata kutoka Matendo ya Mitume 5 mstari wa kwanza hadi ule wa 11. Lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali, akaizuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwishwa kuuzwa thamani yake haikuwa katika uweza wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya, akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana waliondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapata kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje, wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia, wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi kanisa lote na watu wote walioyasikia hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa watu wa Mungu, katika haya maisha ambayo tunamtumikia Mungu, ni maisha ambayo yanatakiwa kuchukua hatua. Unaposoma katika hili neno ambalo tumelisoma siku hii ya leo, na kichwa ambacho kinatuongoza katika kalenda yetu ni kichwa ambacho kinasema tumeitwa kutenda haki. Lakini mimi kichwa hiki cha siku hii ya leo, au wazo kuu, mada kuu, ni uaminifu katika utekelezaji wa wajibu wetu. Lakini pia kichwa, Mungu hapendezewi na ukubwa wa sadaka, bali anapendezewa na moyo wa uaminifu. Ndugu wapendwa, Mungu ameibariki kila familia kwa maana tofauti. Wengine wana biashara, wengine kwa kilimo, wengine kwa mishahara, na wengine kwa vipawa mbalimbali. Baraka hizi si za kujifurahisha peke yetu, bali pia kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Watu wa Mungu, mara nyingi tumepewa vitu tulivyo navyo, tumepewa thamani za vitu tulivyo navyo, tumepewa mifugo, tumepewa biashara, tumepewa na mali nyingi ambazo Mungu ametupa. Lakini tutambue kwamba sisi ni mawakili wa kuwa waaminifu pale Mungu anapohitaji kazini mwake tuingie.
ni vema tukatoa. Ni swala ambalo linahitaji uaminifu wa utekelezaji katika kazi ya Mungu. Leo dayosisi yetu ina wajibu wa umoja unaohitaji mchango wa waumini. Swali si je, tuna fedha, bali je, tuna moyo wa uaminifu mbele za Mungu? Hoja ya kwanza, Mungu anajua siri za mioyo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Anajua siri ambayo ipo moyoni mwako. Mungu anajua unachokiwaza kwa ajili ya kazi ya kwako. Mungu anajua hata vile ulivyo navyo kule benki. Mungu anajua hata vile ulivyoviacha nyumbani. Leo ukabeba vile ulivyovibeba kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tunafahamu hicho. Wakati mwingine hata watu tunapofika mahali hapa tunaimba ule wimbo wa 13, salamu Yesu Bwana wangu, wewe uliye neema yangu, wewe uliye uzima wangu, ninakujia na kuletea vyote nilivyo navyo. Je, ni kweli hivi tulivyo navyo tunamletea Mungu? Hili ni swali kwangu na wewe, kwako wewe. Je, tunamtolea Mungu? Katika Matendo ya Mitume 5:3, Anania na Safira hawakuhukumiwa kwa sababu walitoa kiasi kidogo, walihukumiwa kwa sababu walimdanganya Mungu. Tutambue kwamba kumdanganya Mungu ni dhambi kubwa. Kuwa mtegaji katika kazi ya Mungu, tusipokuwa waaminifu, ndipo tunapohukumiwa. Mungu alihukumu kwa haki. Anania alipoulizwa umeuza kiwanja, akasema ndio. Ni kwa nini umezuia sehemu? Hana cha kusema. Inawezekana mimi na wewe tumezuia mali za Mungu, tukashindwa kufanya kazi ya Mungu ikaenda mbele, tukafananishwa na Safira na Anania. Jiulize, fanyia Mungu. Walimdanganya Mungu. Lakini Zaburi ya 20 mstari wa 1 na 4 anakuambia, nitakujibu siku ya dhiki, nitakujibu siku ya dhiki ulio nayo. Na Mungu anakumbuka sadaka zako. Anasema Mungu azikumbuke sadaka zako. Je, ni sadaka zipi ambazo umemtolea Mungu akakukumbuka? Aidha ni michango ipi ambayo umejimimina kwake Mungu akakupa? Hata tunaposoma katika Malaki ile 3 mstari wa 7 hadi wa 12 anasema leteni zaka kamili, nitakemea. Lakini mahali pengine katika hii Malaki akasema kuanzia wakati wa baba zenu mmegeukia upande mwingine. Tukamwibia Mungu hata na muda, tukamwibia Mungu na sadaka, tukawa wadanganyifu. Lakini sauti ya Mungu leo inaita kwa upole, tumgeukie Mungu. Anafahamu hazina ya moyo wako imebeba nini, anatambua maisha yako. Kuna watu wanapata ahadi nyingi, wanatamka ahadi nyingi, lakini hawatimizi. Wapendwa watu wa Mungu, wana dayosisi, wapendwa watu wa Mungu, wana usharika wa Maligwi, wewe ni sehemu ya dayosisi. Inawezekana wakati mwingine tumeahidi vitu vingi, tumeahidi vitu vya thamani, tumeahidi vitu vya kumtumikia Mungu, lakini tukafika mahali tukawa na uchoyo navyo. Lakini kumbe Mungu anatambua. Mungu alivyomtambua Anania na Safira, Mungu ananitambua hata mimi. Ni vema ukamgeukia Mungu. Wana uwezo lakini kujifanya hawana uwezo, kuweka matumizi yao mbele kuliko kazi ya Mungu. Watu wa Mungu tulipo sasa hivi, sisemi hapa Maligwi, nimeona watu wa Mungu wakijitoa. Tunasumbukia maisha ya kwetu, tunasumbukia maisha ya kwetu, mali zetu tunapendezeshea kule nyumbani kwetu, lakini tunaacha kazi ya Mungu. Mungu haangalii mfuko wako kwanza, anaangalia moyo wako. Mungu haangalii mali zile ulizo nazo pale nyumbani, anaangalia moyo wako wa kuridhika. Leo wewe moyo wako umemimina kwa nani? Umeumimina kwa Bwana au umeumimina kwa nani? Mstari huu wa kuunga mkono wa Mithali 3:9 anasema, mheshimu Bwana kwa mali zako na malimbuko na mazao yako yote. Je, tunafanya hayo? Je, tunamtumikia Mungu?
Je, tunamtumikia kwa kutoa malimbuko? Ni neno la Mungu linazungumza, anasema mheshimu Bwana kwa moyo wako, mheshimu Bwana kwa mali zako. Je, uliwahi kumheshimu Mungu kwa mali zako? Hoja ya pili ni utii huleta baraka, lakini uasi huleta hasara. Wanaomtii kwa moyo wa hiari. Mungu huwabariki watu wanaomtii kwa moyo wa hiari. Mstari wa Malaki ile 3:10 anasema leteni zaka kamili. Pia Wakorintho wa pili 7:9 mstari wa 7 anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa lazima wala si kwa huzuni, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa unyenyekevu.